Kama huwezi kuachana na wazazi wako, basi ndoa huiwezi. Kama hauwezi kuwaondoa wazazi wako kwenye nafasi ya kwanza, na wakati huu uko kwenye mahusiano ya ndoa, basi bado haujakomaa vya kutosha kuishi maisha ya ndoa. Maisha ya ndoa yanakutaka uwaache baba na mama, uambatane na mwenzako, sawa sawa na maandiko yanavyosema. Kwa sababu hiyo, mtu atawaacha baba na mama yake, ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja, sawa sawa na Zaburi ya 45 mstari wa 10, jinsi inavyosema kwamba, sikia e binti, tazama utege sikio lako, wasahau watu wa nyumba ya baba yako, ili mfalme autamani uzuri wako, maana ndiye Bwana wako, nawe umsujudie. Aya ikimtaka mwanamke kuwasahau watu wa nyumba ya baba yake, kuwasahau wanafamilia yake, si kwa maana ya kutokushirikiana nao ama kutokuwasiliana nao, bali kwa maana ya kubadilisha vipaumbele. Hivyo mwanamke, unapoingia kwenye hata kabla, tengeneza hiki kitu kabla, kwa sababu unakuwa mke kabla hujaolewa na unakuwa mume kabla haujaoa. Tengeneza hiki kitu kiwe ndani yako, uweze kubadilisha vipaumbele kutoka kuwatanguliza wazazi kwanza na ndugu wengine, uweze kumtanguliza mwenza na kumthamini na kumweka kwenye nafasi ya kwanza. Kama ambavyo huwa nasisitiza kila siku, kuna mtu ameoa lakini anaishi kama yuko single. Kuna mtu ameolewa anaishi kama yuko single. Anatumia muda mwingi na marafiki kama vile hajaolewa. Anatumia muda mwingi na marafiki kama vile hajaoa. Anapenda vitu fulani fulani, labda michezo. Anapenda labda kwenda PlayStation. Unapenda kusuka, kukaa saluni muda mrefu, kupiga umbea sehemu fulani, na unasahau kabisa kama una mwenzi nyumbani ambaye unatakiwa kuwepo kwa ajili yake. Ndiyo maana bila kubadilisha vipaumbele, bila kukata ile cheni ya nyumbani na kutengeneza familia yako mpya, bado ndoa hutaiweza. Utaendelea kulaumu watu, kumbe mchawi ni wewe mwenyewe.